Lakini ambaye sio mukhlisa, mwanamke sio mukhlisa, basi atasoma pindi fulani kuna kitu fulani kimemfungukia. Akishughulishwa na mawazo ya ndoa, hana elimu. Posho ikipungua nyumbani, hana elimu. Akichekwa na majirani, wewe unasoma na utu uzima, utakufa wapi, utafika wapi, utaelekea wapi na kadha, anaishi hapo. Akiwapita watu wasako sio kwenye vikao, anakaa hapo, kwa sababu hafanyi lillah. Ukisoma kwa ajili ya Allah, ewe mwanamke, elimu yako itaungika. Kwa hiyo miongoni mwa viziwizi vya kupata elimu ni kuikosa ikhlas. Wanawake wengi huchotwa na mikumbo, hawana ikhlas. Wanawake wengi atasoma kwa sababu kaolewa na mme, naye anapenda dini. Akimwacha huyo mme, hasomi. Kama ambavyo atavaa hijabu, kaolewa na huyo mme, akiachika kwa huyo mme, hijabu anatupa pembeni, swala anapunguza na mambo mfano wa hayo. Huyo hakuwa anafanya kwa ajili ya yule alladhi yaraha hina taqum hadhihi almar'a, hakuwa akifanya kwa ajili ya yule anayemuona pindipo anaposimama, bali alikuwa akifanya kwa ajili ya fulani. Hicho ni kizuizi, kiko ndani mwako, pambana nacho, ikandamize nafsi, iambie nafsi, soma elimu kwa ajili ya Allah. Ukiingia kaburini, ewe nafsi yangu, utaulizwa juu ya elimu yako. Tukienda siku ya kiyama, nafsi yangu imerudishwa ndani ya kiwiliwili, tutaulizwa juu ya elimu. Ikandamize hiyo nafsi, iambie hiyo nafsi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye anayesema, idha mata ibn adam anqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Mimi nikishaondoka duniani, au nafsi vyote vimeisha, yatakayonufaisha ni yale yanayohusiana na elimu. Kwa nafsi yangu, lillahi, acha nisome. Kandamiza nafsi yako, soma lillah, pambana hicho kizuizi, kiondoshe. Umekula nusu mlo, umevaa hijabu 5 au na hijabu 1, uko ndani ya ndoa au umeachika, ndoa imeyumba au yuko vizuri, uko kadha au uko kadha, lillahi, ikhlasan lillah, soma.